بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Tunaondokea leo kwenye aya 154 ya sura yetu ya 6, Suratul An'am. Allah tabaraka wa taala anasema, thumma ataina Musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli shay. Baada ya wasia alizopewa mtume kwa umati wake, awasomee kama wanataka kuyajua aliyoharamisha Allah na aliyohalalisha Allah, watayapata kwenye wasia hizi. Thumma, kesha, baada ya kujulishwa anachokitaka Allah na asichokitaka Allah, taarifa kwa umma wa Muhammad, ataina Musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsan. Nyinyi watu wa umma huu mmeletewa mtume na amepewa kitabu, lakini pateni somo, mjifunze kwamba hata waliopita kabla yenu tuliwapelekea mtume Musa na tukampa kitabu. Hii thumma sio kwamba baada ya Muhammad ndo akapewa Musa, hapana. Ni taarifa kilichotokezea sasa, si kipya, si kigeni kwenye ulimwengu huu. Hata Musa hapo nyuma kabla yenu tulimtuma kwa watu wake na tukampa kitabu chenye ukamilifu wa mwongozo kwa mahitaji ya umma wa Musa wakati ule. Na nyinyi mmeletewa mtume na amepewa kitabu chenye ukamilifu wa mahitaji, mwongozo kwa maslahi yenu watu wa umma huu wa mwisho. Waliokosea nyuma kabla yenu waliadhibiwa, na nyinyi mnarudia makosa yale yale ambayo wenzenu kwa makosa hayo waliadhibiwa. Sasa kwa nini hamjirekebishi? Thumma ataina Musa alkitaba, kisha taarifa kwenu huko nyuma, Musa naye tulimpa kitabu chenye mwongozo kwa watu wake, kitabu chake kwa wakati wake, tamaman ala alladhi ahsan, kimetimia. Kila hitajio la watu kwa wakati ule kilikuwa kimetimia kwa namna nzuri zaidi. Wa tafsilan likulli shay, na maelezo ya kitabu hicho yalikuwa yamefafanuliwa vizuri, yanaelezea kila kitu. Wa hudan wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Kitabu alichopewa Musa kilikuwa ni mwongozo tosha na ni rehema ya Allah kwa waja wake. Kama wangethamini kitabu hicho, wakajua kuwa wamerehemewa na wameongozwa, la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, ilipelekea kama wangelifahamu wawe na yakini ya kwamba kwa Mola wao watarudi. Neema zilizomo kwenye kitabu chao, na kwamba wangehisi wameongozwa kwenye mafanikio na rehema ya Allah, la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, ilitegemewa kwamba wataamini kuwa kuna siku tutakutana na Mola wetu. Kwa neema walizoneemeshwa, kama wangemfahamu mneemeshaji
na wao walioneemeshwa wakakiri kuwa wamepata neema, wangelikuwa na yakini kwamba kuna siku watakutana na Mola wao aliyewaneemesha. Wa hadha kitabu, kama tulivyowapa hao watu wa Musa kitabu chenye kutosheleza kila kitu kwenye mahitaji ya dunia yao na akhera yao, na nyinyi ndo tumekupeni kitabu hiki Qur'ani, tukampa mtume wenu huyu Muhammad. Wa hadha kitabun anzalnahu, na hii Qur'ani ni kitabu cha mwongozo, kimekamilika kila kitu kwa mahitaji ya umma kwa wakati huu. Anzalnahu, tumekiteremsha kitabu hichi, mubarakun, kina baraka nyingi, kina manufaa mengi kwa watakao kithamini. Fattabi'uhu, basi na nyinyi msiwe wabishi, msikorofishe, fuateni mwongozo wa kitabu hichi. Ni agizo la Allah. Wenzenu tumewapa kitabu kimetimia kila kitu kwenye mahitaji yao, wamenufaika walionufaika na wameharibikiwa walioharibikiwa. Lile lile tumekufanyieni na nyinyi. Wa hadha kitabu, hii Qur'ani kwenu ni kitabu cha mwongozo. Anzalnahu mubarakun, tumekiteremsha kitabu hichi chenye baraka nyingi, bimaana kwenu kitabu hichi kina manufaa mengi. Kama mtayathamini na mkanufaika nayo, ni kwa manufaa yenu wenyewe, ni kwa kheri yenu wenyewe. Mkikorofisha kama walivyokorofisha wenzenu, yatawafika kama yaliyowafika. Sasa nyinyi msiwe kama wale. Fattabi'uhu, kifuateni kitabu hichi. Nyinyi mlopewa hichi kitabu, hebu kithaminini, munufaike nacho. La'allakum turhamun, ili na nyinyi mpate kurehemewa. Nufaikeni na hichi kitabu mupate rehema ya Allah. Wenzenu walipeleka kitabu, walionufaika nacho wamepata hizo rehema, na nyinyi fuateni kitabu hichi mupate kurehemewa. Tumekuleteni mtume na tukampa kitabu. Antakulu, musije mkasema, yani uko mbele kuna siku ya kukutana na Mola wenu. Antakulu, musije mkasema, mkajenga hoja ya utetezi wakati mtakapohisi mnataka kujitetea siku ya kiyama. Msije mkasema annama unzila alkitabu ala taifataini min qablina, Mola wetu unatuonea, si taarifa ya mkutano huu mkuu hatuna. Kama umeleta kitabu, ulileta kitabu kwa mataifa mawili yaliyopita kabla yetu. Ulipeleka Taurati kwa wana wa Israeli na ukapeleka Injili kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo watu wa kitabu wamegawanyika kwa mujibu wa hivyo vitabu. Kuna waliojifanya wao ni Wayahudi na kuna waliojifanya wao Manasara. Hao ndo ahlul kitabi. Sasa nyinyi watu wa umma huu wa mwisho, msije mkajenga hoja ya kujitetea mkasema siku ya kiyama innama unzila alkitabu ala taifataini min qablina, Mola wetu sisi unatutia hatiani bure kwa sababu hukutuletea kitabu cha mwongozo. Vitabu ulishusha kwa mataifa mawili kabla yetu, uliwapa Mayahudi na Wakristo, wana Taurati yao na Injili yao. Sisi hivyo vitu havituhusu, taarifa zake hazikuja kwetu, na nyinyi ndio mmepewa vitabu kwa kukinga hiyo hoja ya utetezi, msije mkaijenga siku hiyo. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin, hivyo vitabu umewapa watu wa mataifa mengine, sisi hatukuvisoma. Wa in kunna, tulikuwa sisi, an dirasatihim laghafilin, tumeghafilika kabisa na kuvisoma, yani havituhusu. Hatukujua maagizo ya Taurati kwa sababu haikutumwa kwetu. Hatukujua maagizo ya Injili kwa sababu haikutumwa kwetu. Hasa sisi tuna makosa gani? Ndio maana Allah sema nimemtuma mtume huyu wa mwisho, nikampa na kitabu ambacho ni compilation ya vitabu vyote vilivyotangulia. Sitaki hoja siku ya kukutana na nyinyi
Fateni hichi kitabu murehemewe, musije mkajenga hoja siku ya Kiyama, habari za vitabu vyako hazikutufikia, hatukuvisoma. Au takulu, au msije mkasema hoja nyingine, lau anna unzila alaina alkitabu, Mola wetu, kama sisi tungeletewa kitabu, lakunna ahda minhum, tungelikifuata, tungekuwa waongofu kuliko hao uliowapa kitabu. Nimeleta kitabu, msije mkasema hatukupewa kitabu. Tungelipewa, tungenyooka hivi, tungekuwa waongofu kuliko hao uliowapa kitabu kabla yetu. Ndo nimekuleteeni hichi, fattabi'uhu, kifuateni, wattaqu, na mumche Allah, la'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa. Msije mkanijengea hoja mbele kuna mkutano, tutakutana tumie na nyinyi. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum, kwa hakika watu wa umma huu wa mwisho umeshakujieni ubainifu kutoka kwa Mola wenu. Kitabu hicho kimefafanua kila kitu. Sitaki kuja kusikia hoja ya kizembe. Kitabu cha mwongozo, fateni, mcheni Mungu ili mrehemewe. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum, kwa hakika kimekujieni kitabu kinachobainisha kila kitu kutoka kwa Mola wenu. Wa huda, na kitabu hichi ni mwongozo tosha. Wa rahmatun, na kitabu hichi kina rehema ya Mungu kwenu. Faman azlamu mimman kadhaba biayati llah, kama aya za Allah zimekuja zimewafikia, munafikiri nyinyi ni nani aliyedhalimu zaidi kuliko ambaye zimemfika aya za Allah alafu akazikadhibisha? Yani nyinyi watu mloletewa kitabu, kimekuja kwa kukabidhiwa mtume, katumwa kwenu, halafu kawasomea aya, hamuishi kwa mujibu wa hizo aya. Mnaambiwa jambo, mnasikia, halafu mnapotezea, mnafanya mtakavyo. Faman azlamu, nyinyi mnafikiri ni nani dhalimu zaidi? Mimman kadhaba biayati llahi wa sadafa anha, kumshinda mtu ambaye anakadhibisha aya za Allah alafu akaenda kinyume nazo. Aya inamuelekeza kulia, yeye anapinda anaenda kushoto. Mnafikiri kuna dhalimu kuliko huyu mbele ya Allah? Kwa hiyo kitabu kimekuja, maelekezo yaliyomo yanawahusu nyinyi, nyinyi ndio mnatakiwa muyafanyie kazi, alafu mnatumia vitu vingine hivi mnavipotezea. Kuna dhalimu mkubwa zaidi kuliko mtu ambaye kaletewa aya alafu akaikataa, akaipuuza. Sanajzi alladhina yasdifuna an ayatina, tutawalipa wale ambao hawazitumii aya zetu, wanazikengeuka, wanaziepuka kama haziwahusu. Tutawalipa watu ambao wanaziepuka aya zetu. Tutawalipa nini? Su'al adhabi, tutawalipa adhabu mbaya. Tutawalipa wasiozitumia hizi aya zetu adhabu mbaya, bima kanu yasdifun, kwa kosa lao lile la kukengeuka au la kupuuza. Agizo linakuja, liko kwenye kitabu, linakuhusu wewe, unalisoma alafu ukaondoka kama hujaelewa kitu. Katazo limo ndani ya kitabu kinachokuhusu, linakukataza wewe jambo, alafu unafanya kama hujaambiwa kitu, unakuja kulipwa adhabu mbaya kwa sababu ya dharau. Kama kuna katazo kwenye kitabu na wewe unakisoma, ujue hilo katazo unakatazwa wewe, ukatazike. Kama kuna amri kwenye kitabu na wewe unakisoma hicho kitabu, ujue hiyo amri umeamrishwa wewe, utekeleze. Ukifanya tofauti, hilo ni kosa kubwa na litakugharimu. Tuondokee hapo aya 104. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, thumma ataina Musa alkitaba tamaman, kesha Musa tulimpa kitabu huko nyuma kabla yenu, tamaman ala alladhi ahsan, kitabu hicho kimekamilika, kimetimiza kila kitu katika mahitaji ya mwongozo wa viumbe, tena kwa namna nzuri zaidi. Kama kuna vitabu vya mwongozo duniani, hicho ni ahsan. Kama viko vizuri,
hicho ndo kizuri zaidi tumewapa. Ataina Musa Taurata, tumempa Musa kitabu cha Taurati. Tamaman, kitabu kimetimia idara zote. Lilkaramati wan ni'ma, kimetimia kwenye utukufu na heshima ya Allah aliyowapa waja wake wafuasi wa kitabu hicho, na kimetimia neema kwa mahitaji yao ya duniani na ya akhera pia. Neema za Allah zimetimia, kama na sisi kwenye Qur'ani tumeambiwa, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Leo inaposhuka aya hii, nimekukamilishieni dini yenu ambayo ni mwenendo wa maisha. Hamuhitaji kuwazima kwenye mila nyingine. Kwenye dini yenu mna kila kitu kinachohitajika.